Maji ni bidhaa muhimu katika maisha ya binadamu. Ni nguzo mojawapo ya maendeleo ambayo miji mingi humu nchini imeweka mikakati kuhakikisha wananchi wanapata huduma hii ya misingi. Lakini miongoni mwa miji iliyopitia changamoto kubwa za uhaba wa maji kwa miongo kadhaa ni Garissa. Hata hivyo, sasa inaonekana kuongoza kaskazini mashariki kwa juhudi zake za kuboresha hali. Katika makala ya leo tunakuletea simulizi ya jinsi shirika la maji la Garissa Gawasco linavyojisatiti kurejesha matumaini kwa wakazi wa mji huu. Kwa zaidi ya miongo kadhaa, Garissa imekuwa mfano wa mji uliokumbwa na ukame na uhaba wa maji wa kudumu. Tafiti zinaonyesha changamoto hiyo imesababishwa na kupungua kwa maji kwenye mto Tana, kupanuka kwa mji kwa kasi na uchakavu wa miundombinu ya kusambaza maji. Mbali na mabomba yaliyowekwa miaka ya awali chini ya ufadhili wa serikali ya Saudia, mwaka 2004 rais wa tatu wa taifa hili hayati Mwai Kibaki alizindua mfumo wa kwanza wa usambazaji maji mjini Garissa. Wakati huo mji huu ukiwa bado mdogo. Miaka kadhaa baada ya ugatuzi mwaka 2013, juhudi mpya za kuhakikisha kila mkaazi anapata maji zilianza, lakini licha ya serikali ya kaunti wakati huo kutenga fedha nyingi, mafanikio yalikuwa machache kutokana na siasa, ubadhirifu wa fedha na usimamizi hafifu. Mwaka wa 2022, pindi tu baada ya uchaguzi, sura mpya ya matumaini ilianza kuonekana. Gavana Nadhif Jama alimkabidhi usimamizi wa maji Mohamed Mahmoud Dolal, anayefahamika kama DC kwa lugha ya nyumbani, shababu aliyepanda ngazi ndani ya Gawasco kwa zaidi ya miaka 18. Dolal alianza kazi kwa hatua kali zenye matumaini. Alilipa mishahara ya miezi 6 kwa wafanyikazi ili kuondoa visa vya kusabotisha huduma za maji, hatua iliyofichua siri nyingi na uwizi wa usimamizi mbovu. So I have to sit now, do the drawing, call the staff. I told them I'm one of you and we know each other. There are no shortcuts. We either work for Garissa people or we leave. Aliunda nambari maalum au hotline ambayo ni 0747303030 kwa wananchi kutoa taarifa kuhusu matatizo ya maji na uharibifu wa mabomba. And the only way out was to know the movement of the operators, the system, because sometimes breakdowns occur at night, burst occurs at night. We have a night crew. You need to be there 24/7. I act like a plumber. People tell me I'm a plumber, and that is the only way out. Mohamed Gedi Abdi, msimamizi wa shule ya Khalifa, anasema changamoto za kutafuta gari la maji zimepungua pakubwa. From 2018 to partly 2024, nilikuwa na spend sana kwa Watabuza. Actually, nilikuwa na spend 65,000 per month kwa maji. Wallahi alhamdulillah, man la yashkuru nas la yashkuru Allah. I rarely call for Watabuza wakati kuna emergency ya sitima tu. Kwa hii mwezi ambaye sasa tuko, kuna mara moja niliita Watabuza, na hiyo siku kulikuwa na shortage ya stima, hakukuwa na maji imeingia hapa na watoto walikuwa wanahitaji maji. Maji ni uhai, na lengo la shirika hili la Gawasco wanasema kwamba lengo lao si kuwapa tu wananchi maji, bali kuwapa wananchi maji safi. Mtazamaji, shirika hili linasema kwamba kabla hawajasambaza maji haya yanapitia vipimo tofauti. Mzee wa Mbwanduti Mwakate ni mkazi kwa zaidi ya miaka 30. Anafahamu fika kuhusu hali ya awali. Kuna wakati tulikuanga na shida ya maji. Pengine tulikuwa tunaenda kwa mwendo mrefu tukitafuta maji, na hata njua ilikuwa inatuchoma sana, kwa maana njua ilikuwa miti haikuwa imepandwa mzuri, kwa maana unajua environment ya miti ni maji. Unasweti, unaoga mara 2 mara 3 mpaka asubuhi kwa siku, lakini sasa at least. Kilomita chache kutoka hapa tunakutana na Fatuma Muhammad.
mama anayenyunyiza bustani yake kwa furaha. Sasa hivi tunapata maji mwezi ni wiki 4. Huwa tunapatanga kila wiki, tunapatanga mara 2. Tunapatanga Thursday na Monday, huwa tunapatanga maji. Enyewe tulikuwa tunalipa 5,000, tulikuwa tunahangaika, lakini sasa hivi tunatoa 3,000 ambayo unatoa ukiwa kwa ndani ya nyumba yako, hata uendi mahali. Unachukua simu yako, unaweka jina yako, unaweka account number yako, unatuma pesa. Unapata hiyo message exactly. Unaambiwa pesa yako imepatikana. We have a system. We have an M-Pesa system, a pay bill. When you are in your bedroom, pay and it gives you a receipt. Tells you thank you, you have paid your water. We send SMS to everybody in Garissa. Please pay your water on the 1st of every month and 15th of every month. Miaka 10 iliyopita hakuweza hata kupanda miti kwa hofu ya kukauka. Wengine unaambia mtoto akitoka shule, unamwambia aenda tafuta maji. Na mtoto amechoka kwa akili, kwa mwili, anaenda kuhangaika. Na ukienda kwa utabuza ni lazima uombe hawa watu, upigie simu mara kadhaa. Mara nyingine unaenda kutoka hapa mpaka mtu kuambia mtu wa utabuza akupatie maji, kumuomba. Mazingira imekuwa safi. Miti imepandwa kila mahali. Hata ukiangalia hapa tulipanda miti juzi na sasa inaendelea kuwa mzuri, inaendelea kuwa kubwa. Kwa ajili ya wakati ya tulikuwa na maji, wakati ya kwenda kuchota maji na funda, huwezi kuja kuleta uweke miti ikuwe mzuri. Sasa at least tuko sawa. Tunaendelea. We did it in phases. Phase 1 was the developing of the boreholes that was done in ADC. These are boreholes that are wide diameter of a 10-inch casing with a height of around 30 to 40 meters deep. So these are essentially shallow boreholes and getting water from River Tana. Lakini bado safari haijaisha. Ukuaji wa mji wa Garissa na ongezeko la wekezaji kuna mlazimu Gavana Nadhif Jama kuongeza bajeti kila mwaka ili kuhakikisha kila eneo linapata maji. This is one of the biggest challenges inherited by devolution in Garissa County, particularly in terms of the provision of this important commodity for the people of Garissa Township. Garissa Town had about 38 bulas or settlements. Today, in just over a decade, that number has more than doubled to 86 bulas. Such exponential growth requires lots of water extension services, i.e. distribution piping, thus putting abnormal pressure on the meager financial resources as well as the operational capabilities of the company. Hali kama hii imeonekana pia katika maeneo ya Madogashe, Balambala, Masalani, Dadaab na Fafi ambako miradi mipya imeanza kubadilisha maisha. Balambala, once synonymous with perennial water supply problems, today enjoys a brand new supply system from the Tana River, 8 kilometers away. Dadaab, 4 new boreholes have been drilled in different zones, expanding the distribution network to hundreds of households that were not covered well before. Ijara pipeline project, this all-important project is stretching 40 kilometers, will be initiated soon to extend water from the Masalani water treatment plant to the town of Ijara. Katika mji wa Madogashe miaka 7 iliyopita tulimkuta Halima Ahmed, msichana mwenye umri wa miaka 22. Ni mjamzito, alitembea zaidi ya saa 6 akitafuta lita 20 tu za maji. Picha za anga za wakati huo zinaonyesha masafa marefu aliyobakisha kufika nyumbani. Simulizi ya uchunga ambayo sasa inasahulika taratibu baada ya usinduzi wa miradi wa maji Madogashe. So when you talk about Madogashe, we are talking about a town that is a century old, where people never had a taste of a piped water. Mohamed Sugo, afisa mkuu wa maji kaunti ya Garissa, anasema bado safari ni ndefu, lakini
ana matumaini. We have, I think our coverage is more than 60% for this county. So we have really and purposely made sure that we put in place deliberate efforts to have water problem for this county solved. Dolal naye anaongeza kwa unyenyekevu. We are only telling our good customers, pay your water. Again, we are Muslims. Don't use the Gawasco water for that was not paid for. It is one obligation for you to go to the mosque to pray. You have to take wudu. That water is haram if you have not paid for. Ndio kweli, lakini unajua sasa tuwasema wenzangu, maji tunalipa. Maji tulipe, tuende kwa Gawasco, tuende tukafanya kwa registration, tulipe hiyo maji. Usipolipa maji ni haramu kwako. Nasema Waislamu tusifanye dhulma. Hiyo ndio kitu muhimu tunasema. Hata hivyo wasiwasi unabaki. Je, baada ya utawala wa Gavana Nadhif Jama kuisha, gavana atakayefuata ataendeleza juhudi hizi? It is my advice. Any governor that comes to Garissa, this is the current governor, took his scale to this level. We expect any governor or any leader that takes from the current leaders only to focus on that speed. You do it, assist, fund, be committed on water. Every Garissa people will get water. Water is completely devolved. If you don't have a supporting governor, water is very much expensive. Kwa Halima wa Modogashe, Fatuma wa Bulasagara, Mohamed Gedi na Wambua, haya ni mafanikio yanayogusa moyo. Ushahidi kwamba baada ya miaka ya mateso, kizazi kipya kitanufaika na huduma ya maji, bidhaa ya uhai.